Kama nilivyokaripoti tokea awali kwamba meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha wananchi Young Afrika Ally Kamwe alikuwa anashikiliwa na jeshi la polisi kutokea mkoani Tabora, lakini na sababu kubwa za kushikiliwa huko kutokana na kauli zake ambazo yeye aliweza kuzitoa kuelekea kwenye mchezo wake dhidi ya Tabora United, na wote tumeshuhudia mambo yalikuwa mengi, kila mtu alikuwa anazungumza lake, huyu akitoa kauli hii na huyu pia akitoa kauli hii. Lakini wakati huu unavyozungumza na wewe, meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha Young Afrika ameweza kuachiwa huru na jeshi la polisi kutokea mkoani Tabora. Nataka nikwambie tu kwamba Ally Kamwe alishikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya mahojiano ya masaa kadhaa kutokana na tuhuma zilizokuwa zinamkabili juu ya kauli yake ambayo aliweza kuitoa siku ya tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2025 juu ya viongozi wa serikali kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Tabora United. Kama ulikuwa unapita kwenye mitandao huko, bila shaka uliweza kukutana na kauli ambayo ilikuwa inamuonyesha direct meneja habari na mawasiliano ya kikosi cha wananchi Young Afrika akimwataki mkuu wa mkoa wa Tabora kwamba anamhusisha ama mkuu wa mkoa huyo anahusishwa na kutoa kitita cha pesa kwa lengo la timu ya Tabora United ili waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo kile kitu, lakini bila shaka Christina Mwagala, kabla hata mchezo wenyewe hujafanyika, kwenye press ambayo ilikuwa inafanyika ya wachezaji, makocha pamoja na viongozi mbalimbali, manake hiyo huwa ni kama ni kawaida hivi kwamba siku moja kabla ya mchezo lazima timu geni na timu mwenyeji waweze kufanya press kwa vyombo vya habari. Pale Christina Mwagala aliweza kueleza bayana kwamba Ally Kamwe amepewa masaa 24 ili aweze kuomba radhi juu ya kauli yake ambayo ameweza kuitoa kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Tabora kuhusishwa na kutoa kitita cha pesa kwa timu ya Tabora United kuelekea kwenye mchezo huo ambao siku ya jana uliweza kufanyika na wananchi Young Afrika wao kuibuka na ushindi wa mabao 3-0. Lakini isivyokuwa bahati, meneja habari na mawasiliano wa kikosi hicho akawa hajatii amri, akachukulia kama ni utani. Basi mchezo ukaisha dakika 90, lakini mida saa 9 usiku wa jana, manake kuamkia leo, basi jeshi la polisi mkoani humo wakawa wanamshikilia meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha wananchi Young Afrika, lakini hivi sasa yuko huru. Kadri taarifa zitakavyozidi kutolewa, nini tatizo zaidi ama kitu gani ambacho kimezungumzwa katika mahojiano hayo ambayo yalikuwa yanazungumzwa baina ya upande wa Ally Kamwe na jeshi la polisi, basi mimi nitahakikisha na kuletea hapo ulipo. Jina langu ni Maunga Junior na hii ni Mpenja TV. Usahau tu kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Bye bye, nikutakia ufuatiliaji wa vitu vingine kutokea hapa Mpenja TV.